Yes, zipo tamaduni nyingi sana duniani ambazo watu husudu vitu ama mimea fulani kwa ajili ya kuenzi ama kudumisha utamaduni huo. Lakini ninachoamini ni kwamba pengine hujawahi kusikia kuhusu utamaduni huu ninaotaka kukueleza juu ya utamaduni wa kabila la Wameru kwa kuhusudu moja ya mmea ama jani ambalo limejizolea umaarufu mkubwa sana katika jamii ya Wameru na namna ambavyo linatumika kufanya kazi zake. Ninataka nikujuze juu ya jani moja ambalo hili hutumika katika kugawanya mipaka, kuweka alama, lakini pia tunajuzwa kwamba pengine lina namna nyingine ambalo linaweza likatumika. Jani hili hapa Meru hufahamika kama isale, na yakiwa mengi unaweza kuyaita masale. Umewahi kuyasikia? Sasa nitakujuza hatua kwa hatua namna ambavyo linatumika hili jani isale. Nimezungumza na baadhi ya wataalamu wa mila wanaofahamu kiundani juu ya matumizi ya jani hili la isale. Isale inavyotumika katika jamii au kabila la Wameru ni mmea ambao umetumika kama mmea maalum kwenye matumizi zaidi ya 3 mpaka 5. Moja, isale ni mmea unaotumika kama agano. Agano maana yake ni kwamba watu walitumia sale kuweka mpaka kati ya eneo moja na lingine, hasa mashamba. Na yanapowekwa yale masale, baada ya kuoteshwa uchinjo kondoo jike ambaye hajazaa. Na hilo huwa ni agano kwamba asije mtu mmoja kati ya upande mmoja akang'oa hilo sale, kwani itakuwa ni laana kwake. Hiyo ni sehemu moja ya matumizi ya sale. Lakini pia mara kadhaa limekuwa likitumika kwenye hafla ama sherehe fulani ambazo zinaashiria furaha kubwa miongoni mwa wanajamii, lakini pia tukio la heshima kwenye jamii hiyo. Lakini sale pia ni mmea ambao umetumika kama sehemu ya mashangilio na furaha. Kwa mfano, kwenye sherehe kubwa kama za harusi, masale hubebwa kama sehemu ya mashangilio, kama mimea ya mashangilio. Watu hubeba masale na kushangilia kwa furaha, kwa maana ni tendo kuu na lenye furaha katika jamii. Lakini pia sale hilo linatumika katika matukio ya kijamii, kuwalaki viongozi wakubwa wa kiserikali au hata wa kidini. Wanapokuwa wana ujio katika jamii hasa ya Wameru, watu hubeba masale kama sehemu ya kuonyesha furaha na ukaribisho. Ni masale yanavyotumika kwenye kabila la Wameru. Lakini sale hilo ulikitumika vizuri, mizizi yake ikichimbwa, ikichemshwa, huwa ni dawa ya kushusha sukari au kupunguza sukari kwenye damu, na hasa wale watu wenye sukari ya kupanda. Kuna matumizi mengi, lakini hayo ndio ya msingi kwenye mmea huu ambao ni mmea maarufu sana kwenye kabila la Wameru. Yaani popote unapoona mtu amebeba sale, lazima awe na sababu ya kulibeba. Kwa hiyo sale ni mmea ambao hautasahaulika katika kabila la Wameru. Asante. Na mmoja wapo amenieleza kwamba hata wakati wa kuomba msamaha jani hili hutumika, lakini kimila hawaruhusu sana kulitumia kuombea msamaha ama kupatanisha, kwa sababu hiyo ni hatua ya mwisho kabisa ya kuomba msamaha ama kufanya upatanisho baina ya watu na watu ama mtu na mtu. Na utaona sale hili limepata nafasi kubwa sana kwenye kabila la Wameru. Ni mmea unaotambulika kama mmea wa upatanisho. Ikiwa mtu mmoja au watu wamekoseana kiwango ambacho hawezi kukaa na kuombana msamaha, basi sale, majani machache ya masale huchumwa na kufungwa kwa namna yake, alafu hutuma wajumbe na kupeleka sale, na hasa kwa yule aliyokosewa. Basi swala hilo kwa namna hiyo huwa limeisha
bila ubishi na halina mazungumzo tena. Hiyo ni sehemu nyingine ya matumizi ya asali. Katika pitapita zangu nikaangalia ni kwa namna gani naweza ikakuletea utamaduni huu wa kutumia masale katika hafla. Na hii ilikuwa ni sherehe ya moja ya watumishi wa Mungu ama mchungaji aliyefahamika kama Mchungaji William Safiele Ayo, ambaye alihitimu ama alistaafu mara baada ya kumaliza shughuli zake za utumishi kwa takriban miaka 50 na zaidi akiwa analitumikia kanisa. Kufikia,